Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tuna mengi kukujuza kupitia hapa The World News. Lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kauli iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump alipokutana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambapo aliamini kwamba hadi sasa wameshaliondoa wingu jeusi la nyuklia la Iran kutoka katika kichwa cha mwanamfalme wa Saudi Arabia Bwana Mohammed bin Salman. Katika siku ya pili ya ziara ya mwanamfalme wa Saudi Arabia huko Washington, Donald Trump, rais wa Marekani aliyekuwa akihudhuria kongamano la uwekezaji kati ya nchi hizo mbili, alitaja mpango wa nyuklia wa Iran. Rais huyu wa Marekani alimwambia Mohammed bin Salman kwamba tumeliondoa wingu jeusi kutoka katika nchi yako. Jina lake lilikuwa Iran na uwezo wake wa nyuklia, na tuliondoa haraka sana na kwa nguvu. Trump alisema tulikuwa na wingu la kweli juu ya Mashariki ya Kati yote na sasa wanataka kufanya makubaliano, na kisha akaongeza katika sehemu nyingine ya maelezo yake, lakini lilikuwa ni wingu la kutisha ambalo ulilazimika kuishi nalo kwa muda mrefu, miaka 22. Wanataka kufanya makubaliano. Hebu tuone nini kitatokea wiki hii, rais wa Marekani alisema. Matamshi ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump siku ya Jumatano ya Novemba 19 yalikuja saa chache baada ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran Ismail Baghei kuambia waandishi wa habari kwamba kwa sasa hakuna mchakato wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Maneno ya Baghei yalikuwa majibu ya Donald Trump wakati wa mkutano wake na mwanamfalme wa Saudi Arabia katika siku ya kwanza ya mkutano huo huko White House. Trump alisema wakati wa mkutano huo kwamba Iran iko tayari kuzungumza na Marekani. Wao wa Iran wangependa kufanya mapatano nasi na wanatupigia simu, na pengine hata hivyo tutafanya hivyo hivyo. Ndiyo, Iran. Tangu kuanza kwa muhula wa pili wa rais wa Marekani Donald Trump, Tehran na Washington zimekuwa na duru 5 za mazungumzo ya nyuklia ambayo yalifanyika Muscat na Roma kwa upatanishi wa Oman. Hata hivyo mazungumzo hayo katika duru ya 6 hayakuweza kufanyika, na ni kutokana na mashambulizi yaliyoanzishwa na Israel mnamo tarehe 13 mwezi Juni mwaka huu. Siku mbili kabla ya duru ya 6 kuanza, Israel ilifanya mashambulizi hayo. Shambulio hilo lilikuja mwishoni mwa muda wa siku 60 ambapo maafisa wa Marekani walisema kuwa Donald Trump ameipa Tehran kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Lakini Iran inasemaje juu ya Washington? Iran inasema Washington lazima ichukue hatua ya kwanza. Kamal Kharaz, mshauri wa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema kwamba Washington lazima ichukue hatua ya kulifungua fundo hili. Katika mahojiano na CNN, Kharaz alinukuliwa akisema kuwa Tehran ina hamu ya kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja, lakini amesisitiza kwamba msimamo wa nchi yake ni sawa na ulivyokuwa kabla ya shambulizi la Israel dhidi ya Iran katika majira ya joto. Alisema lazima wachukue hatua ya kwanza kuonyesha kwamba wako tayari kushirikiana nasi kwa masharti tuliyoweka. Uchumba huu lazima uzingatie hadhi sawa na kuheshimiana. Katika sehemu nyingine ya mahojiano ya Kharaz alisema Donald Trump haamini katika ushiriki wa kidiplomasia na anapendelea kutumia nguvu kufikia katika malengo yake. Matamshi ya hivi punde ya mshauri wa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei yanakuja kama vile Donald Trump alivyosema Jumanne ya Novemba 18 alipokuwa akimkaribisha mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman katika ikulu ya White House kwamba Iran imeonyesha nia kubwa katika kufikia makubaliano na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Kharaz, ambaye pia alikuwa waziri wa mambo ya nje hapo awali, alisisitiza katika mahojiano yake na CNN kwamba mazungumzo haya yanawezekana yatahusu mpango wa nyuklia wa Tehran pekee. Katika ujumbe wake kwa Donald Trump alisema, anza na mtazamo chanya na Iran. Ikiwa ni chanya, bila shaka kutakuwa na majibu ya usawa, lakini kwa kauli hii wao wa Marekani wanapaswa kujiepusha na matumizi yoyote ya nguvu dhidi ya Iran. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, mnamo siku ya Alhamisi alisema kwamba Iran ipo tayari kumaliza uhasama uliopo kati yake na Marekani, lakini si kwa kupigishwa magoti, kwa maana kukubaliana na kile ambacho Marekani inataka, na itaendelea na uzalishaji wa nyuklia daima katika taifa hilo la Kiajemi. Waajemi hawatakubaliana na mpango wa kuachana na suala la nyuklia hadi sifuri. Tutarutubisha uranium kama kawaida.
Hata hivyo, alieleza zaidi Bwana Abbas Araghchi, mpango uliopo nchini Iran ni urutubishaji wa uranium. Hata hivyo, ni mwendelezo wa uzalishaji wa uranium kwa wingi, na inadaiwa kwamba Urusi itashirikiana na Iran katika ujenzi wa viwanda zaidi ya 8 katika taifa hilo la Kiajemi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.